Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka Ilemela, Mwanza, Tanzania, yakikuletea Star TV habari usiku huu. Na miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na halmashauri wilaya ya Malinyi yaanza kutumia ofisi mtandao kuwasilisha nyaraka za serikali. Na kwa hayo na mengine mengi, mtazamaji, ni kusihi tu uungane nasi. Kwanza tupate muhtasari wake. Baraza la mitihani la Tanzania NECTA latangaza matokeo ya upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 pamoja na kidato cha pili. Serikali yamwagiza mkandarasi anayetekeleza mradi wa umeme wilayani Kishapu kukamilisha mradi huo kwa wakati. Na katika habari za michezo na burudani, Rais Samia Hassani haitaka Wizara ya Michezo na TFF kufanya maandalizi mapema ya AFCON 2027. Na kocha mpya wa Chelsea atamani timu yake icheze kama Manchester United ya mwaka 1992. Mtazamaji, unaweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupakua app yetu kwenye Google Store na App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania, au fuatilia kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Naitwa Gigo Mhule, utakuwa nami usiku huu. Tunaianza taarifa yetu ya habari kwa habari za kitaifa. Baraza la mitihani la Tanzania NECTA limetangaza matokeo ya upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 ambapo ufaulu wa darasa la 4 umeongezeka kwa 2.67 na ufaulu kwa kidato cha pili ukiongezeka kwa 1.52. Tupate taarifa kamili. Akitangaza matokeo hayo, katibu mtendaji wa NECTA Profesa Saidi Mohamed amesema jumla ya wanafunzi 1,583,686 walisajiliwa kufanya mtihani wa upimaji wa darasa la 4, wakiwemo wasichana 818,673 sawa na 51.69 na wavulana 765,013 sawa na 48.31. Kwa upimaji wa darasa la 4, ufaulu wa jumla umepanda kwa 2.67 ambapo wanafunzi 1,324,970 sawa na 88.91 wamefaulu kwa kupata madaraja ya ufaulu ya A, B, C na D. Kwa mwaka 2024 ufaulu ulikuwa 86.24 na mwaka 2023 ufaulu ulikuwa 83.34. Kwa kidato cha pili, jumla ya wanafunzi 898,718 walisajiliwa, wakiwemo wasichana 497,891 sawa na 55.40 na wavulana ni 4,827 sawa na 44.60, ambapo waliofanya mtihani huo walikuwa ni wanafunzi 811,575 sawa na 91.26 katika shule za sekondari 6,223, huku wanafunzi 77,689 sawa na 8.74 hawakufanya upimaji huo. Kwa upande wa matokeo ya upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, mwaka 2025 baraza lilipima mitaala miwili, mtaala wa awali na mtaala ulioboreshwa ambao umepimwa kwa mara ya kwanza kwa wanafunzi wa mkondo wa amali. Ufaulu wa jumla kwa watahiniwa wa shule ni 86.93 sawa na wanafunzi 705,091, ambapo kati yao wavulana ni 312,492 sawa na 88.28 ya wavulana waliofanya upimaji, na wasichana ni 392,599 sawa na 85.89 ya wasichana waliofanya upimaji huo. Aidha, baraza la mitihani la Tanzania limefuta matokeo 41 waliofanya udanganyifu na 8 walioandika matusi kwenye skripti zao katika upimaji wa kitaifa wa darasa la 4. Aidha, wanafunzi 29 waliofanya udanganyifu na 11 walioandika matusi katika skripti zao katika upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, NECTA imefuta matokeo yao. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Nishati Salome Makamba
amemwagiza mkandarasi wa kampuni ya Sun Hydro kukamilisha kwa wakati utekelezaji wa mradi wa umeme jua wilayani Kishapu mkoani Shinyanga. Taarifa zaidi na Shabani Ale. Naibu Waziri wa Nishati Salome Makamba ametembelea mradi huo na kumwagiza mkandarasi ifikapo mwishoni mwa mwezi huu uwe umekamilika ili kuongeza nishati ya umeme kwenye gridi ya taifa. Na leo tumefika hapa, tumeona namna ambavyo tu ujenzi wa miundombinu hii ya uzalishaji wa umeme jua imewanufaisha wananchi wetu wa eneo la Kishapu na wananchi wa Shinyanga kwa ujumla. Na uzalishaji wa umeme huu sio kwamba tu hautatumika Shinyanga au hautatumika Kishapu, unatumika Tanzania nzima. Unakwenda kuchangia zaidi ya megawati 4,000 ambazo unaenda kuongeza kwenye zile zaidi ya megawati 4,000 ambazo tayari serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuweka juhudi ya kuongeza. Na lengo letu sisi kama nchi ni kuhakikisha Tanzania inakuwa na umeme mwingi ambao tunaweza tukatumia ndani ya nchi kwa ajili ya shughuli za kiuchumi na majumbani, lakini pia tunaweza tukatumia kwa ajili ya kuuza nje ya nchi kama nishati ambayo itatuletea uchumi zaidi. Mkuu wa wilaya Kishapu Peter Masindi amesema mradi huo wa umeme jua umetoa ajira kwa vijana pamoja na kuchochea uchumi kwa jamii. Mradi huu umesaidia sana kwani umeongeza watu. Wananchi waliokuwa wanaishi katika maeneo haya kwanza wamepata idadi ya watu, wamejenga nyumba zao na watu wamepangisha. Wala ambao walikuwa mamalishe wameuza chakula chao na watu wamepata fedha kutokana na watu walikuwa wanafanya kazi katika maeneo haya. Lakini wapo vijana ambao wamepata kazi za ulinzi, wapo vijana ambao wamepata kazi za kuja kufanya kazi hapa zile za leba na wamefanya vizuri, wamepata fedha nzuri. Kaimu meneja wa mradi wa shirika la umeme nchini TANESCO pamoja na mkandarasi wamesema ujenzi huo umefikia hatua za mwisho. Lakini pia tumemwelekeza sasa mkandarasi ili aweze kukamilisha hizi kazi au anafanya kazi usiku na mchana. Lakini pia atumie subcontractors na kuongeza idadi ya watu wanaofanya kazi. Ukipita hapa usiku saa 3, saa 4 utakuta taa zinawaka na mkandarasi anaendelea na kazi. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba ndani ya mwezi huu kama ilivyoelekezwa tutaweza kukamilisha na kuingiza sasa. And when we can get the generation is up to the testing and commissioning, because we cannot get the generation without the testing. Is a big risk for us. We should make sure this project with the quality and safety. Shabani Ali, Star TV, Kishapu, Shinyanga. Shukrani Shabani Ali kutoka Kishapu, Shinyanga. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ametoa wito kwa jamii kuendelea kuchangia elimu kwa watoto wenye uhitaji ili waweze kutimiza ndoto zao na kupata elimu bora. Tupate taarifa kamili. Waziri Profesa Mkenda amebainisha hayo jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya ugawaji wa vifaa vya shule vilivyotolewa na taasisi ya Laji Foundation kwa watoto wapatao 400 kutoka katika vituo vya kulea watoto yatima ili kuhakikisha wanafunzi hao wanaendelea na masomo yao bila vikwazo. Na elimu bila ada haimaanishi watu wakae pembeni wasichangie kwenye elimu, wala haimaanishi hatuwezi kuwa na michango ya shuruti. Haimaanishi kwamba serikali ya kijiji haiwezi kushurutisha wazazi na jamii kuchangia. Elimu bila ada inamaanisha hatonyimwa mtoto yoyote kusoma kwa sababu mzazi wake hajachangia chochote. Ndio tafsiri yake halisi. Hajaondoa ile kupiga kauli mbiu, jamani choo, twendeni tushirikiane tuchimbe choo, tuchangie chakula cha wanafunzi. Hii iko pale pale. Lakini ambacho kimeondolewa ni marufuku kumtoa mtoto shuleni kwa sababu mzazi wake hajachangia chochote. Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Alhaji Dr. Abubakar Zuberi bin Ali ameishukuru taasisi hiyo ya Laji Foundation kwa kujikita katika kuchangia maendeleo ya jamii, hasa sekta zinazogusa maisha ya kila mwanadamu. Hakuna jambo kubwa kama kusaidia mayatima, kusaidia watoto, kusaidia wanyonge, na hasa kuangalia katika upande wa elimu. Sababu elimu kama mlivyosema wenyewe katika kauli mbiu yenu kwamba elimu ni urithi bora, mimi niunge mkono, niwaambie tuko pamoja na Mwenyezi Mungu atalipa malipo makubwa sana.
Taasisi ya Laji Foundation imekuwa ikijikita katika kutoa sare na vifaa vya shule kwa watoto wa shule za msingi na sekondari, tukio ambalo wamekuwa wakilifanya kila mwanzoni mwa mwaka tangu mwaka 2023 na wataendelea kufanya hivyo ili kurudisha tabasamu kwa watoto hao. Kuendelea kushirikiana kwa karibu na serikali pamoja na wadau wengine wa maendeleo katika kuendeleza jitihada hizi kwa kuwekeza katika elimu bora. Tunaamini kuwa kwa kushirikiana tunaweza kujenga kizazi chenye maarifa, maadili, uwezo na kuleta maendeleo endelevu kwa taifa letu. Kama mnavyofahamu, utaratibu wa bima mashuleni utaambiwa msubiri watoto 100, kuna wakati hawatimii. Kwa tunajikuta sisi mtu mmoja unalazimika kutoa pesa nyingi kwa ajili ya matibabu ya watoto hasa wa vituoni. Kwa hiyo tunaomba tuweze kupatiwa unafuu wa kuweza kuwalipia watoto wetu bima, hasa wale ambao wapo katika makao ya kulelea watoto. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Halmashauri ya wilaya ya Malinyi mkoani Morogoro imeanza kutekeleza uwasilishaji wa nyaraka za kiserikali kwa kutumia mfumo wa kidigitali wa ofisi mtandao, yani e-office. Josephine Mwaiswaga ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza wakati akifunga mafunzo kwa watumishi wa halmashauri ya Malinyi juu ya namna bora ya matumizi ya mfumo wa e-office yanayowezeshwa na ofisi ya Rais, idara ya kumbukumbu na nyaraka za kitaifa, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Malinyi Hamisi Katimba anasema mfumo huo unavyokwenda kurahisisha muda wa wasilishaji wa taarifa za kiserikali, lakini pia utawasaidia kuwabaini watendaji watoro kazini. Sasa ni mfumo ambao unataka watu kuwa active. Ule uongo tena hakuna. Tulipokuwa manual, mtu anakuja saa 8 anaandikiwa hapa kwamba amefika saa 1:30. Mtu hajafika, mtu anamwandikia. Sasa utaenda kumwekea mtu kidole pale. Sasa maana yake hizi transformation zote ni uwajibikaji. Itafika hatua kwamba wewe mbabaishaji utaondoka wewe mwenyewe tu kwenye system. Kwa sababu haiwezekaniki. Lazima tutakuona kama umefika kazini pale electronically. Tutaona kama umefanya kazi electronically. Chochote kile tutakiona wewe kwenye mtandao. Kwa ndipo nchi inapokwenda. Kwa hiyo tuondoe ubabaishaji. Afisa utumishi halmashauri ya Malinyi Yohana Obad anasema mfumo huo pia unakwenda kupunguza muda mwingi wa kutafuta nyaraka za kiserikali zile zinazotunzwa katika chumba cha masjala. Ambayo tunakutana awali kabla ya mfumo ni ucheleweshwaji taarifa, kwamba inaweza ikaja masjala ikachukua muda mrefu kufika kunapotakiwa kwa ajili ya kushughulikia. Hata pale katika sehemu ambazo zinatafuta watoa hudumu wa masjala wanahangaika kutafuta hiyo labda imefungiwa. Ya watumishi wa halmashauri hiyo wameshukuru ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya Malinyi kuwaletea wataalamu ili kuwapatia mafunzo ya namna bora ya kwenda kujifunza juu ya matumizi ya utendaji kazi wa mfumo huo wa mtandao ofisi. Cha nyuma watu wanatumia mfumo wa zamani, watu wanachukua muda mwingi sana kutafuta mafaili kupeleka kwa watendaji kwa ajili ya kufanya kazi, lakini kwa kutumia mfumo huu wa e-office kazi imeweza kuwa rahisi. Kusaidia sana, yameturahisishia. Tunaona katika utendaji wetu wa kazi wa e-office utakuwa ni mwepesi kwa ile movement ya kuzunguka na faili, ukachukua faili ya kutoka idara hii upeleke idara hii, kwa mkurugenzi upeleke idara hii. Sasa hivi kwa tunatumia e-office itakuwa ni just for click. Kwa hiyo TEHAMA inakuja kurahisisha namna ya utendaji wa kazi na pia katika kusimamia watumishi namna wanavyofanya kazi ili sasa waweze kuwajibika katika maeneo yao ya kazi. Malinyi kwa Morogoro ni Josephine Mwaiswaga wa Star TV. Wadau wa maendeleo wilayani Muleba mkoani Kagera wameshauriwa kusaidia kupatikanaji wa haki kwa watoto na watu wenye uhitaji kufuatia ongezeko la idadi ya mashauri yanayohitaji msaada wa kisheria. Taarifa zaidi na Mariam Emily. Rai hiyo imetolewa na katibu tawala wa wilaya ya Muleba Benjamin Mwakasege kwa niaba ya mkuu wa wilaya hiyo katika hafla ya ugawaji wa vifaa kwa watoto 500 wenye mahitaji maalum katika shule ya msingi Kaigara. Mimi kama mtendaji wa serikali ni kuombe wewe binafsi sasa na sio Welfare Foundation, wewe binafsi, tuna orodha ndefu sana ambayo unaona kabisa huyu ni haki yake, lakini mbele ya sheria amekosa hiyo haki. Kwa upande wake, wakili Simon Patrick ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya Winfrebe iliyoandaa hafla hiyo amesema kuwa
Taasisi yake itaendelea kushirikiana bega kwa bega na halmashauri ya wilaya ya Muleba katika kuhakikisha changamoto zinazowakabili watoto wenye mahitaji maalum zinatatuliwa ipasavyo. Mwenyezi Mungu atakachotujalia, tutahakikisha tunafika mbali mpaka kwenye familia za wahitaji wote. Na tunafanya hivi Mheshimiwa mgeni rasmi kwa sababu wewe ni shahidi, serikali haiwezi kukamilisha kila kitu kwa wananchi. Si maana kwamba tunahitaji taasisi kama za kwetu, tunahitaji vijana wenye mioyo kama wa kwetu tuweze kuisaidia serikali ili kusudi tuweze kutimiza majukumu ya kusaidia jamii zetu. Baadhi ya wakazi wa wilaya ya Muleba walioshiriki katika hafla hiyo wakawaomba wadau wa maendeleo kote nchini kujitokeza kwa wingi ili kuweza kuwasaidia watoto hao. Kota walimu kuna muda mwingine au walezi wanakutana na changamoto mbalimbali, aidha ya kosa mafuta, daftari, uniform kuchakaa. Kwa hiyo wadau, mimi nawashauri tu wajitokeze kwa hilo kwa upande wao. Kila mmoja azidi kuwekeza katika sehemu hii, ni sehemu muhimu katika swala la kidunia na swala la kiakhera na swala la kiimani. Wemfrebe Foundation ni taasisi iliyoanzishwa na mdau wa maendeleo Simon Patrick ikiwa na lengo la kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum katika wilaya ya Muleba. Mariam Emery, Star TV, Kagera. Shukrani sana Mariam Emery kutoka Muleba, Kagera. Wakazi wa mtaa wa Kiseke wilayani Ilemela mkoani Mwanza wamejiunga pamoja kusaidia ujenzi wa madarasa ya shule ya msingi Juhudi ambayo yalibomoka kutokana na uchakavu. Taarifa ya Emmanuel Makuliga inasomwa studio. Ni kampeni ya dharura kuhakikisha shule itakapofunguliwa msingi wa madarasa mapya huo umekamilika. Tumepata shida sana kwa watoto wetu kusomea nje kwa nyakati zilizopita. Baada ya diwani huyu kupita tukampa malalamiko yetu, naye akasema basi nitaitisha kikao tuone mnasemaje. Sasa alivyoitisha kikao tukakubaliana kama wananchi tuje kuchimba msingi kwa ujenzi wa haraka wa dharura ili watoto wetu waweze kusoma. Baada ya kutaabika kuwa wako nje na mvua hizi. Je, wakazi wa kata hiyo wanasema nini juu ya kampeni ya kurejesha miundombinu ya madarasa katika shule hiyo? Waendelee kuhamasisha wananchi, tutajitokeza kama tulivyojitokeza. Tunapenda maendeleo. Na maendeleo bila viongozi kuhamasisha, wananchi wanakaa kimya na wao hawawezi kutoa mamlaka ya kuweza kusimama kama wao. Maana mtoto kama hapa akifungua shule akaja hapa, madarasa yanakuwa ni machache, hana nafasi ya kukaa. Kwa hiyo ndio maana ibidi nijumuike na wenzangu tuweze kuchimba msingi, tuhamasike. Kwa upande wa mwenyekiti wa mtaa wa Isenga Fortidas Richard pamoja na diwani wa kata ya Kiseke wameelezea kuhusu ujenzi wa madarasa hayo. Kuja kufika mwezi wa pili basi walau vyumba viwili watoto waanze kuingia ndani kusoma. Maana wamekuwa wakikaa nje kwenye miti, wananyeshewa mvua, wanabadilishana muda. Badala ya mtoto kusoma dakika 45 kipindi kimoja unakuta inafupisha nusu saa ili na wengine waweze kuingia. Kwa hiyo ilikuwa inatupa changamoto sisi kama viongozi wa maeneo haya. Wanafunzi wana uhitaji sana wa majengo ya madarasa. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kuna shule zote mbili. Kwa hiyo naomba serikali kuu itusaidie, ituangalie kwa ajili ya kuweza kuweka nguvu sana kubwa ya mahali hapa. Lakini pia watu binafsi, wadau mbalimbali, kwa sababu hata majengo haya hapa tunaanza hapa msingi ni kwamba watu wamechangia. Tunahitaji simenti kama 60, tunahitaji na vifaa mbalimbali. Vifaa hivyo bado hatuna, lakini mimi mwenyewe nimechangia lori 4 za mchanga na pesa kadhaa. Sasa tunahitaji pesa za mafundi, tunahitaji simenti ya kutosha, tunahitaji vifaa vya. Watu naomba basi angalau watu wajitokeze kutuchangia ili tuweze kukamilisha mradi huu muhimu sana kwa ajili ya ustawi wa maendeleo ya Watanzania na kata Kiseke pamoja na watu waliopo hapa, wanafunzi wetu waliopo Juhudi shule ya msingi. Taarifa hiyo kutoka Kiseke jijini Mwanza inatupeleka mkoani Simiyu ambapo tunajuzwa kuwa walimu wakuu na walimu wa takwimu shule za msingi katika halmashauri ya wilaya ya Busega mkoani Simiyu wametakiwa kutumia mfumo wa taarifa za shule SIS katika ukusanyaji, uhifadhi na usimamizi wa takwimu za shule kwa usahihi. Taarifa zaidi na Shabani Lupimo. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Busega Msomba Buliro
anasema takwimu sahihi zitairahisishia serikali katika kupanga mipango ya utoaji wa huduma katika sekta ya elimu kwa kuzingatia mahitaji yaliyopo kwenye shule. Taarifa ni zile na zingine zilizoongezeka kidogo. Kwa tujitahidi kukusanya taarifa sahihi kwenye mashule yetu. Sasa unaporipoti masuala ya madawati, ripoti kwa uhalisia. Ripoti kwa uhalisia, madarasa, ripoti kwa uhalisia. Jumla ya walimu wakuu na walimu wa takwimu 213 katika halmashauri ya wilaya ya Busega ndio wamepatiwa mafunzo haya, ambao sasa wana wajibu wa kuyafikisha kwa wenzao kwa ajili ya ufanisi wa matumizi ya mfumo huu wa kidijitali. Mfumo huu utaturahisishia kukusanya data au takwimu na taarifa mbalimbali za kielimu, na hivyo kwa kufanya hivyo itakuwa ni rahisi kupata takwimu au taarifa sahihi katika ngazi ya shule, halmashauri na ngazi ya taifa. Kwa hiyo haya yote ambayo wametuwezesha sisi tunaenda kuyatekeleza kama inavyotakiwa. Mfumo wa taarifa za shule, yani School Information System SIS, umeanzishwa na serikali kwa lengo la kurahisisha utendaji kazi pamoja na kuondoa usumbufu wa kutumia muda na gharama kwa walimu pamoja na wananchi. Shaban Lupimo, Star TV, Simiyu. Mbunge wa jimbo la Nyamagana mkoani Mwanza John Nzilanyingi amesema serikali imepanga kutekeleza mradi wa upanuzi wa mto Milongo ikiwa ni kukabiliana na changamoto ya mafuriko ya Mabatini na maeneo mengine mengi ndani ya jiji la Mwanza. Tupate taarifa kamili. Ziara ya mbunge wa jimbo la Nyamagana John Nzilanyingi iliyojikita kusikiliza na kutatua kero mbalimbali za wananchi, akilenga kuwafuta machozi kwa yenye kuwakabili. Katika kata ya Mirongo, kiongozi huyu amenena na wakazi na kuibua hoja za uwepo wa mikakati ya serikali ya kukomesha mafuriko ambayo yametajwa kusababishwa na ufinyu wa mto huo. Halmashauri ya jiji letu la Mwanza tayari imekwisha kutafuta fedha, na kwa kuanzia tunakwenda kufanya maboresho makubwa kwenye mto wetu huu wa Milongo. Tunakwenda kuanza ujenzi wa kuanzia kilomita 5 kutoka ziwani kuelekea Mabatini. Pia imeelezwa juu ya daraja la Masai ambalo mara kadhaa wakati wa mvua hufurika maji, ikibainika kuchochewa na wingi wa uchafu ulioziba katika midomo ya daraja hilo, na hivyo kutolewa maelekezo. Na nimejionea kwa macho yangu ya kwamba midomo kwenye hili daraja letu imeziba. Inatoa maelekezo yafuatayo kwa ndugu zetu wa TARURA. Jumapili nitakuja hapa kuja kutizama ni kwa namna gani kazi ya kuzibua midomo ya hili daraja imefanyika. Ukiachilia mbali hilo, kata kadhaa za jimbo hilo zimetembelewa, na kwamba wananchi kufikiwa na mbunge kiongozi wao wanaona ni nafuu ya mambo wakati wakishuhudia kero mbalimbali. Tumeshindwa kuelewa kina mama kwa kweli, mikopo Milongo imekuwa ni shida, hatuipati. Sasa sijajua kuna taratibu zipi zinazohitajika sana kusudi kila mama wapate mikopo. Tumewekewa taa za sola hapa, lakini hizi taa tunashindwa kuelewa, zina muda mrefu sana haziwaki. Mkolani saa 12 unarudi unanyang'anywa simu, usiwe na kamkoba kanaenda. Hata hivyo, baadhi ya kero zilitolewa majibu na mamlaka husika. Swala la mikopo kwa kata ya Milongo inaendelea, na kwa sasa hivi dirisha bado halijafunguliwa. Tumeanza badala ya kuweka taa mpya, kwanza tuwashe taa zote hizi, na katika mwaka wa fedha huu tutawasha taa zaidi ya 70. Suala la michango shuleni kwa wanafunzi wanaokwenda kuandikishwa ni katika kero zilizodhihiri na kufafanuliwa ipasavyo. Sasa natamka leo, mtoto asiongwe mchango wa aina yoyote wakati anakwenda kuandikishwa. Ziara ya mbunge Nzilanyingi ni endelevu, akikusudia kuzifikia kata 18 za jimbo lake kutatua kero za wananchi kwa mujibu wa ahadi iliyo juu yake. Sudi Shaban, Star TV, Mwanza. Mkuu wa wilaya ya Tarime Meja Edward Gowele amelisihi kundi la vijana wilayani humo kutokujihusisha na uuzaji, usafirishaji na ulimaji wa dawa za kulevya, bali wajikite kufanya kazi halali za kuingizia kipato halali. Taarifa zaidi na Frankius
Cleophas. Msisitizo huo unatolewa wakati wa elimu juu ya madhara ya dawa za kulevya yanapoingia nchini, ukitolewa na mamlaka husika kupitia mkutano wa hadhara kata Ganyange na Tarime mkoani Mara. Swala la madawa ya kulevya tusingependa tuone mtu anapata matatizo. Miaka 30 ni mingi, au uongo? Tuache matumizi ya madawa ya kulevya, tuache usafirishaji wa madawa ya kulevya, tuache kuzalisha madawa ya kulevya kwenye maeneo yetu. Ni kinyume na sheria ya nchi yetu. Ili wote tuendelee kuwa salama, tusikamatane, tuache hizo biashara. Lakini pia tuache matumizi ya pombe ya moshi, kwa sababu inatuharibia, haijapimwa, haina TBS. Upande wake bure na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 tutakuboost kwenda Uhuru bure, huku ukilipia Uhuru kwa shilingi 23,000 utabustiwa siku 5 zaidi bure. Ewe mteja wa Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tutakuboost mpaka Smart mwezi mzima bure, na ukilipia Smart kwa shilingi 23,000 tutakuboost kwenda Super bure, huku ukilipia Super kwa shilingi 38,000 utabustiwa siku 5 zaidi bure. Star Times, lipa tukuboost zaidi. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kwa rahisi, tofauti na mwanzo. Shirika la Viwango Tanzania TBS kupitia kitengo cha metrolojia tunawakaribisha wadau wote wa sekta ya afya, hususani mahospitali na maabara za utafiti kuja TBS kutumia huduma tunazozitoa katika fani ya jotolidi, uzito na katika fani ya kemia ya metrolojia. Tunawakaribisha wateja wetu kutumia huduma hizi kwa sababu zitawasaidia sana kuwa na usahihi wa vipimo. Lakini pia Shirika la Viwango Tanzania kupitia kitengo cha metrolojia tunawaelimisha namna ya kutunza vifaa vyao, namna ya kukokotoa yale majawabu yanayotoka katika vifaa vyao ili kuwa na majibu sahihi mnayoyatoa. Mnaweza kutupata kupitia namba ya simu 0800 11 0827.
Na sasa ni wasaa wa jicho letu mkoani, na jicho letu mkoani siku ya leo limeiangazia sekta ya elimu kutoka mkoa wa Mara, ambapo tunajuzwa kuwa zaidi ya watoto 4,000 waishio katika mazingira magumu kata ya Nyamakokoto, halmashauri ya mji wa Bunda, mkoa wa Mara, wanakabiliwa na changamoto ya kushindwa kuendelea na masomo yao kutokana na wazazi wao kutokuwa na fedha za kuwanunulia mahitaji. Tuungane na Sadiki Hunga kutoka mkoa wa Mara. Kata ya Nyamakokoto ni miongoni mwa kata wilayani Bunda zilizo na idadi kubwa ya familia zilizo na mazingira magumu kutokana na wazazi kuwa na kipato duni. Wazazi sasa hivi wana hali ngumu, unaona, na kulingana hali ya sasa hivi ya mfumo ni mbaya. Wazazi tuna hali ngumu sana ya maisha. Uchumi wetu sio mzuri sana. Hatua hiyo inatajwa na baadhi ya wanafunzi waliochaguliwa kuendelea na masomo yao katika shule za msingi na sekondari, imekuwa ikiwaathiri kwa kiasi kikubwa. Wanafunzi unakuta wazazi wao wanaona uwezo wa kununulia vitu, kwa hiyo wanaishia njiani, wanashindwa kuendelea na masomo yao. Wazazi ambao walikuwa hawajiwezi na ambao walikuwa watoto wao walikuwa hawajapata vifaa vya shule. Jitihada kubwa zinaendelea kufanyika na wadau wa elimu ili kuzinusuru familia hizi kwa kuwawezesha watoto wao kuendelea na masomo katika shule za msingi na sekondari. Na mimi nikasema kwa kidogo naomba nimuunge mkono, niwahudumie watu wetu ambao walitutuma na walitupa majukumu tuweze kuwahudumia. Na hapa viongozi wanampongeza mdau huyu wa maendeleo Bwana Lucas Malko kwa kuiunga mkono serikali ya awamu ya 6 katika kuinua sekta ya elimu. Utoaji wa misaada kama hii inajenga matumaini. Tutahakikisha tunaibua hawa watoto wadogo kwenda kwenye elimu ya awali, lakini pia wale walioko shule za msingi tunahakikisha wanabaki shuleni mpaka waende wamalize masomo yao. Inahitajika jitihada za maksudi hivi sasa kuunga mkono juhudi za wadau hawa wa elimu ili kuzinusuru kaya zilizo katika mazingira magumu kwa kuwakwamua watoto wao ili kuendelea na masomo. Sadiki Hunga, Star TV, Mara. Mtazamaji, tunaenda katika mapumziko mafupi. Tutakaporejea nitakupeleka viwanjani. Mimi ni Gigo Mhuli. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. Jiunge na familia ya Supersport kwenye michuano ya AFCON Morocco 2025. Mechi zote zinapatikana ndani ya DStv kupitia kifurushi cha bomba. Kulipia piga *150 *53 alama ya reli. Karibu sasa katika habari za michezo na burudani. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameitaka Wizara ya Habari, Utamaduni na Sanaa na Michezo pamoja na Shirikisho la Soka nchini TFF kuhakikisha mashindano ya mataifa ya Afrika AFCON 2027 yatakayofanyika nchini pamoja na nchi za Kenya na Uganda maandalizi yake yanakamilika kwa wakati. Tuiangazie taarifa hii na Mbwana Shomari. Kwenye hafla ya kuwapongeza wanamichezo waliofanya vizuri kwa mwaka uliopita ikiwemo Taifa Stars iliyoishia hatua ya mtoano ya 16 bora mashindano ya AFCON yanayoendelea nchini Morocco. Dr. Samia amesema maandalizi yake yakikamilika kwa wakati itazidi kuitangaza Tanzania pamoja na kuitaka wizara yake kushirikiana na TAMISEMI kuweka mikakati ya kuibua na kuendeleza vipaji tangu vikiwa shuleni. Hivyo niitake Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na mashirikisho ya michezo, vilabu na wadau wengine wa michezo kuhakikisha malengo tuliyojiwekea yanafanikiwa. Aidha, wizara ishirikiane na TAMISEMI kuweka mikakati mahiri ya kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya michezo ili kukuza michezo kuanzia ngazi za chini.
Na tunapokwenda AFCON muwe tu basi na kajimpango mahsusi kuchukua wachezaji wazuri wale wa mashuleni, tuwanunulie tu tiketi waingie wakaone wachezaji wa nje wanavyocheza, timu za nje zinavyocheza, ili watoto wetu wajifunze. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi amesema wizara hiyo ipo kwenye mchakato wa mwisho wa uanzishwaji wa wakala wa serikali wa usimamizi wa miundombinu ya michezo ya serikali ili iweze kusimamia na kukarabatiwa kwa wakati. Amini kabla ya AFCON tayari tutakuwa na huo wakala. Tunasema hivyo kwa sababu tumejifunza kwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Toka ulipojengwa haukusimamiwa, haukarabatiwa, na matokeo yake tumetumia fedha nyingi kufanya hivyo. Kwa tusingependa kurudia hayo katika hii miundombinu mikubwa mingine ambayo umetuwezesha kujenga. Kwa upande wake, waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Dr. Riziki Juma Pembe amesema ataendelea kushirikiana na upande wa Jamhuri ya Muungano katika kukuza michezo, huku mwenyekiti wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Leodegar Chiratenga amesema maandalizi kuelekea michuano ya AFCON ya mwakani yamekamilika kwa asilimia kubwa. Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tutaendelea kushirikiana nanyi nyote katika kuona tunaendeleza sekta ya michezo ndani ya nchi yetu. Na AFCON 2027 kwa Mwenyezi Mungu kama ilivyosemwa hapa, basi ule ushindi ubakie ndani ya Tanzania yetu. Matayarisho ya 2027 yani mwaka kesho yalishaanza na kazi kubwa imefanyika. Sasa tunachohitajika ni kuhakikisha kabisa kwamba tunakamilisha yale matayarisho na lengo letu liwe ni hivyo. Mafanikio haya yamesababisha kituo hiki FIFA wameamua kiwe FIFA Talent Academy, na mwaka huu watazindua rasmi na rais wa FIFA. Katika hatua nyingine, waziri wa michezo Profesa Palamagamba Kabudi na aliyeteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais Ikulu kazi maalum amemkabidhi Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tuzo aliyopewa na shirikisho la soka Afrika CAF kwa kutambua mchango wake wa kukuza michezo barani Afrika. Pamoja na nahodha msaidizi wa Taifa Stars Bakari Nondo Mwamnyeto pia amemkabidhi jezi iliyosainiwa na wachezaji wa Stars. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Kocha mkuu wa timu ya Singida Black Stars David Ouma amesema michuano ya NMB Kombe la Mapinduzi imekuwa na msaada mkubwa benchi la ufundi kurekebisha makosa ya kiufundi na kujiandaa na michuano ya Kombe la Shirikisho na Ligi Kuu ya NBC. Tupate taarifa kamili. Ouma aliyechukua mikoba ya kocha Miguel Gamondi amesema licha ya timu yake kufungwa bao 1-0 na Yanga katika mchezo wa nusu fainali wa Kombe la Mapinduzi, michuano hiyo iliyopangwa kwa muda maalum imekuwa na msaada mkubwa kwake kiufundi na mbinu. Kwanza naweza kusema Mapinduzi Cup tournament inachezeka kwa mini transition break, which is very good for the teams. Nzuri sana kwa timu zetu because if you look at the semi-finals, all the teams that the Champions League na CAF Club champions. So ingekuwa very difficult for us only to play friendly matches. Ukiangalia kama today's match is a contest properly for both of us to rectify ourselves before tuende kwa the international competitions. So I think napongeza sana Mapinduzi Cup because iko at the strategic time for the teams to make the changes kwa mini transition break. At the same time we test ourselves to the limit because there's something to chase. Kocha wa timu ya Yanga aliyeutumia vema uwanja wa New Amani Complex kwa kuchomoza na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Singida Black Stars Pedro Concaves amesema licha ya kumpoteza kiungo Damaro aliyeonyeshwa kadi nyekundu, watajitahidi kuziba pengo lake kikamilifu katika mchezo wa finali. For sure I'm not happy with the situation, but Damaro keep the focus. We know it since he had the yellow is only a situation, but we must to be able to play with yellows because we want more for all the players. Sure, we need to manage that. I know, but I also want to create that situation. Okay, leads with that situation. We have a yellow now. You must to be careful. Play the same level. Sure, be careful.
Kiungo mshambuliaji wa klabu ya Yanga aliyechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mechi, Maxi Nzengeli, amesema ingizo la wachezaji wapya klabuni hapo litakuwa na manufaa, huku mlinzi Abdul Malik Zakaria akizungumzia kitendo cha kuchaguliwa kuwa mchezaji muungwana. Ni vizuri sana, wanaendelea kuimprove. Damaro anaimprove vizuri sana na Emma pia anaendelea kuimprove vizuri. Kwa tutaendelea kupambana, na sisi kama wale ambao tuko hapa kwa muda mrefu tunaendelea kuwapokea kwa uzuri na kuwaelekeza namna gani ya kufanya vizuri kwenye timu. Kila siku na